Leo ni siku ambayo Chama cha Mapinduzi CCM wamekamilisha uchaguzi kampeni zao ambazo wamezifanya kwa muda wa siku 60. Tuko na Charles William, huyu ni mwandishi wa habari lakini pia ni mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa hapa nyumbani Tanzania, akiwakilisha Wasafi Media. Binafsi kwako, kwa namna ambavyo umeweza kuona hizo siku 60 za Chama cha Mapinduzi CCM, kwa maana kwamba kampeni yao hii ni kitu gani hasa ambacho umeweza kukiona na ambacho wamekiwin ku make sure wanatoa zile hoja ambazo wananchi ambazo wanapaswa kuweza kuzipata? Nafikiri moja kati ya vitu vinavyofanya CCM iendelee kuwa na mashabiki kwa muda mrefu ni jinsi gani ambavyo hata pakiwa pana upinzani ambao sio imara, upinzani ambao kwa macho ya kawaida tu ni dhaifu, lakini utakuta energy ya CCM kwenye kutafuta kura, kwenye kuomba kura, kwenye kuzitaka hizo kura, kwenye maandalizi ya mkutano, kwenye wagombea kujinadi, kubandika mabango, bado nguvu yao inakuwa iko pale pale. Sasa hilo ni jambo muhimu sana kwa chama cha siasa ambacho kinataka kuendelea kushikilia madaraka. Kwa CCM kwa muda mrefu wamekuwa wakihakikisha kwamba iwe uchaguzi unaonekana mwepesi au mgumu, lakini bado nguvu yao ya kusaka kura na kutaka kura inakuwa iko pale pale. Kwa hiyo utaona mabalozi wa nyumba 10 ambao ungetarajia kwamba kwa uchaguzi wa mwaka huu kwa jinsi ilivyo ungetarajia labda isitumie nguvu kubwa sana kwenye kuwakamata, lakini unaona bado inawakamata, bado mabalozi wanakusanya watu, bado mabalozi wanaandaa mikutano, bado mabalozi wanapita nyumba kwa nyumba kuomba kura, bado mabalozi wanaonekana wana kiu ya kusaka ushindi wa CCM, pamoja na kwamba kwenye sura kubwa ya kiuchambuzi ya nje utaona kwamba hakuna tishio lolote la upinzani au chama cha upinzani Tanzania ambalo pengine unaweza kusema hili linaweza kuchukua baadhi ya majimbo au kuchukua baadhi ya kata au kuchukua baadhi ya halmashauri ambazo zipo chini ya CCM. Kwa picha kubwa ya kiuchambuzi ni kwamba uchaguzi wa mwaka huu Chama cha Mapinduzi kinaweza kupata ushindi mkubwa pengine kuliko ushindi wowote uliowahi kupatikana tangu siasa za vyama vingi zianze hapa Tanzania. Unafikiri ni kitu gani ambacho vyama pinzani vimefail kwenye kufanya campaign ya kuweza kuwanadi wagombea wao ambao waliwachagua kupitia vyama vyao, na ambapo CCM kimefanikiwa kuweza kushinda na leo ndio mwisho na kesho tunakwenda kupiga kura pia? Uchaguzi sio tukio la kampeni na uchaguzi sio tukio la kupiga kura. Uchaguzi ni mchakato mrefu wa maandalizi ya muda mrefu. Ukimalizika uchaguzi huu wa mwaka 2025, anayetaka kushinda uchaguzi 2030 anatakiwa kuanza maandalizi ya uchaguzi wa 2030 mapema kabisa, mwanzoni mwa mwaka 2026. Pale pale anatakiwa tayari awe ameanza maandalizi. Sasa vyama vingi vya upinzani hapa Tanzania tulivyo navyo ni vyama vya msimu wa uchaguzi, ni vyama vya matukio ya karibia na uchaguzi. Hapo ndo vinaanza kujipanga, hapo ndo vinaanza kuokoteza wagombea, hapo ndo vinaanza kuangalia nani kagombana na CCM, tumvute aje kwetu atusaidie, nani kagombana na chama kingine chenye nguvu ili sisi tumuokote aje kwetu. Kwa hiyo upinzani sehemu kubwa unapofeli ni kwamba vyama vingi vya upinzani tulivyonavyo hapa, tuna vyama takriban 19 vya siasa, lakini vyama ambavyo vinafanya maandalizi ya msingi na ya maana unaweza kusema angalau ni vyama viwili tu. Sasa inapotokea uchaguzi umefika unakuta bado hakuna maandalizi ya maana. Nitakupa mfano, kwa mfano chama kikuu cha upinzani hapa nchini Chadema ambacho mwaka huu hakishiriki huu uchaguzi unaoendelea, lakini kwenye uchaguzi wa vijiji, mitaa na vitongoji Chadema walishiriki. Nini kilitokea? Kabla hata ya wasimamizi wa uchaguzi kurudisha au kukata majina ya wanaogombea, Chadema peke yao walifanikiwa kusimamisha wagombea kwenye vijiji, mitaa na vitongoji 83%. Hicho ni chama kikuu cha upinzani hapa Tanzania, kilikosa wagombea kwenye 17% ya mitaa, vijiji na vitongoji. Sasa kutokuwa na wagombea kwenye 17% ya maeneo ya vijiji, mitaa na vitongoji tayari inaonyesha udhaifu. Manake wewe hata ukishinda unatakiwa uanzie hapo kwenye 83 kurudi nyuma. Kwa hiyo huo ni udhaifu wa upinzani. Udhaifu mwingine ni kwamba upinzani wa nchi hii upo zaidi juu kuliko katikati na chini.
wanakosa mifumo ya uongozi ya kushikilia maeneo ya vijiji, mitaa na vitongoji. Ndio maana tangu tuanze siasa za vyama vingi hapa nchini haijawahi kutokea hata uchaguzi mmoja wa upinzani wakapata wenye viti wa mitaa, vijiji na vitongoji wanaofika angalau 30%. Kwa hiyo mara zote wamekuwa wakipata 10%, 20%. Hapo 20 wamefanya vizuri zaidi, lakini wanaenda chini ya hapo 10%, 12, 15, 20 ndo mwisho hapo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mizizi yao huku chini walipo wananchi kwenye vijiji, mitaa na vitongoji inakuwa ni dhaifu kidogo, na ndio maana sasa Chama cha Mapinduzi kinapata nguvu ya kuendelea kushinda kiurahisi hata katika mazingira ambayo unakuta wananchi labda wana hasira au hawataki kiongozi wa CCM waliopo, lakini unakuta wapinzani pale hakuna maandalizi waliofanya ya kuichukua ile hasira ya wananchi ili waihamishie kwao na wapate ushindi. Of course, wewe ni mwandishi wa habari kwa taaluma yako, si ndio? Kwa takwimu yako, coverage namna ilivyofanyika kwa mwaka huu, ni namna gani ambavyo media zimeweza kupata haki zake stahimiliki kuhakikisha kabisa kwamba wanaripoti lakini pia wanahoji mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanafanyika kwenye kipindi hiki cha kampeni. Wewe umekuwa ukifanya hivyo na baadhi ya waandishi wa habari pia wamekuwa wakifanya hivyo. Kwa mwaka huu umekuwa ni mwaka wa kitofauti kiasi gani, hususan kwenye nyinyi waandishi wa habari? Unajua waandishi wa habari mwaka huu wengi tumeingia kwa mara ya kwanza, waandishi wanaofanya kazi kwenye shughuli za kisiasa ni waandishi tu wenye taaluma waliosoma na kuhitimu na kupewa vyeti na kusajiliwa na bodi ya ithibati hapa Tanzania. Sasa kwa sababu bodi ya ithibati imeweka waandishi wenye ithibati, kwa hiyo wengi waliokuwa wakifanya kazi walipata access vizuri tu, sababu wana kitambulisho cha bodi, lakini pia wana vitambulisho vya kitaaluma na vyama vingi vimetoa ushirikiano. Yes, of course kumekuwa na waandishi wengi zaidi leo kwa Mwanza, kwa maana kwa mtani wako Alois Nyanda hapa nyumbani kwake, na of course leo uko huku. Una kipi ambacho unaweza ukamsii, kwa sababu mmekuwa mnafanya mambo ya kuweza kuripoti vitu hivi na mwendelezo umekuwa mzuri zaidi kwa upande wenu? Kwa sababu ni mwanataaluma. Taaluma hii ni taaluma yenye pressure kubwa. Tanzania ni rahisi zaidi kuwa mwanahabari anayefanya udaku, ukafanya habari za muziki, ukafanya habari za masuala ya elimu tu, ukafanya habari za masuala ya afya na kadhalika. Utakuwa kwenye wakati mzuri sana wa kukua kitaaluma. Lakini mtu anayefanya eneo la siasa ni ngumu sana kukua, kwa sababu mazingira yake ni magumu na yana pressure kubwa sana. Hii ni nchi ambayo ni changa sana kidemokrasia. Hii ni nchi ambayo ina viongozi wachache sana wenye uvumilivu wa kisiasa. Hii ni nchi ambayo watu hawana uvumilivu wa kusikia maoni ambayo ni tofauti na maoni walionayo wao. Kwa hiyo mwanahabari yoyote kama Alois Nyanda ambaye amechagua eneo hili la siasa ni lazima awe na uwezo mkubwa wa kuvumilia pale ambapo amefanya jambo analoamini ni sahihi. Inapokuja pressure ya upande wowote kumshambulia, kumtisha, kwa lazima uwe na uwezo mkubwa wa kuvumilia. Lakini cha pili ni lazima uwe unafanya juhudi kubwa za kujielimisha, kwa sababu eneo la siasa ni eneo sensitive ambalo ukisema jambo lisilokuwa na uhakika, ukisema jambo la upotoshaji, wanasiasa sio watu ambao wanaweza wakasumbuka sana na wewe. Wataenda kushtaki tu polisi au wafuasi wao ambao wanawapenda viongozi wao, wanaweza kukutafuta ili wakudhuru au kukufanyia jambo lolote ambalo ni baya, kwa sababu wamesikia umesema mabaya kuhusu kiongozi wanayempenda. Kwa hiyo sasa mwanahabari ambaye amejielimisha inavyotakiwa, hata akizungumza jambo ambalo watu hawalipendi kwenye siasa, wanavumilia kwa sababu anakuwa amezungumza ukweli kulingana na jinsi ambavyo amejielimisha. Yes, of course, siku ya kesho ni siku ya Oktoba 29, kwa maana siku ya kwenda kupiga kura. Wewe kama mwandishi wa habari una kipi cha kuweza kuambia Watanzania wenzako kuelekea siku ya kesho? Nafikiri Watanzania wanajua cha kufanya. Ni uchaguzi, siku ya kupiga kura. Watajitokeza kwenda kupiga kura wale ambao wanaenda kupiga kura, ni hiari. Na Tanzania wamekuwa wakijitokeza watu 40% mpaka 50% tu.
2020 walitokea 49% tu kupiga kura. Kwa ni hiari yao kwenda, na wanajua kwamba kesho ni siku ya kupiga kura. Kwa wale ambao wanaguswa watajitokeza. Shukrani sana.